Kuna watu ambao tumewahukumu kwenye maisha kwa maneno ya kusikia, kwa maneno ya kuambiwa, lakini sisi wenyewe hatukupata nafasi ya kuwasikiliza. Inawezekana tungewasikiliza hawa ambao tumewahukumu, hawa ambao tumewapa majeraha kwa sababu ya maneno ya kuambiwa, kwa sababu ya maneno ya kuuziwa. Inawezekana tungewasikiliza, tusingewaweka kwenye kundi ambalo tumewaweka. Kumbuka, kila unapomhukumu mtu pasipo kumsikiliza, iko siku na wewe utahukumiwa pasipo kusikilizwa. Kwa nini itakuwa hivyo? Kwa sababu ni mbegu ambayo na wewe unakuwa umeipanda kwenye maisha ya kwako. Na roho ya kusingizia ni mkono wa Shetani. Yeyote ambaye ana roho ya kusingizia wengine, ajue kabisa kwamba huyo ni mkono wa Shetani kwa wengine na sio mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu ni mkono wa haki. Mkono wa Mungu ni mkono unaosikiliza. Isitokee kwamba kwa sababu na wewe ulihukumiwa pasipo kusikilizwa, nao watendee wengine kama ulivyotendewa. Wasikilize watu kabla ya kuwahukumu. Wasikilize watu kabla ya kuwaweka kwenye makundi unayotaka kuwaweka. Kuna watu wengine tumewaweka kwenye makundi wasiostahili kuwekwa kwa sababu hatukuwapa nafasi ya kuwasikiliza. Kuna watu wengine tumevunja urafiki nao kwa sababu tu ya kusikia na sio kuwasikiliza.